SHPO for Sustainable Development. Sasa hii miaka 25 ambayo tunaadhimisha kama jubilei, sisi tumeona kwamba tukipanga tarehe ya kula pilau kwa ajili ya kusherekea SHPO kufanikiwa kufika miaka hii, tutakuwa tumeshibisha matumbo yetu, wakati kuna wanafunzi wanahangaika huko, wana choo ambacho hakiko kwenye hali nzuri. Unaweza choo ni kibaya, maji hakuna, sijui nini hakuna, kila kitu hakuna, au hata vitabu mashuleni hakuna. Kuna baadhi ya shule ziko kwenye hali mbaya sana. Sasa tukitumia milioni 1, milioni 2 kwa ajili ya kukaa kula pamoja, wakati wenzetu wanateseka kule, inakuwa sio sawa. Kwa hiyo sherehe yetu sisi ya kuadhimisha miaka 25 ni kila siku tunayoamka tunaadhimisha. Kila siku tunayotekeleza mradi fulani ni maadhimisho. Kwa hiyo huo mradi tunaosema tunaenda kuprotect pale ni sehemu ya maadhimisho ya shirika la SHPO. Tunapoita mafunzo labda ya wajasiriamali tunafanya, ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 25 ya SHPO. Hiyo kwa sababu tumesajiliwa kitaifa, hata Mbozi hiki kitu waratibu wetu wanakifanya. Kila activity wanayoifanya kwenye mradi wa elimu, tuko na shule 30 kule tunahudumia. Kila shughuli tunayoifanya ni maadhimisho ya miaka 25 ya SHPO. Kwa hiyo hata printing ya t-shirt hizi ni endelevu pia mpaka mwaka utakapoisha. Mabango haya yatakuwa mpaka mwaka utakapoisha. Lugha hizi ninazoziongea za miaka 25 ni lugha zitakazokuwa endelevu kwa mwaka mzima. Kwa hiyo karibu sana kuadhimisha. Kwa hiyo pilau tutakula kwa staili hii, kwamba tutaadhimisha, tutakuwa na kikao cha mpango mkakati wa kimradi yani mkakati wa kuhakikisha wananchi wanastawika namna gani. Ndio muda wetu sisi wa kula pilau, lakini sio pilau linatengwa specifically tu kwa sababu ya sherehe. Hapana, tumeona njia njema ni hii ambayo tunaifanya sasa hivi. Kwa hiyo msije mkajiuliza kwamba jamani, tarehe ya kilele ni lini? Hatuna kilele mpaka mwaka uishe. Kwa kila unapoamka ni maadhimisho ya miaka 25 ya shirika la SHPO. Karibuni sana.